Kweli? Mimi sina shida na mtu. Kwa nini unafikiri labda pengine unaonewa? Sijajua, labda ni kwa sababu ya ukimya. Na huwa napenda tu kusamehe. Nina moyo wa kusamehe sana. Na ni kweli tunasikia kwamba Masha alikufuata kweli akakuletea inajini gani kwenye ofisi yako, ni kweli? Ni kweli. Sababu nini? Sababu ndio hizo ambazo mlizoziona, yani sio za uongo, ni kweli. Wewe ndio ulitangaza? Cause ningekuwa ni mimi kitu kilitokea muda mrefu sana. Kwa hiyo ingekuwa ni mimi basi mngesikia muda mrefu. Lakini kwa nini msikie sasa hivi? Ni kwa sababu yeye ndo ametaka watu wajue. Sio mimi. Kwa kitu kilitokea muda ni iko kitu kilitokea muda gani tokea kitokee? Ni mwaka huu au ni mwaka jana au ni mwaka juzi au ilikuwaje? No, ni mwaka huu. Ilikuwa ni mwezi wa ngapi nafikiri? Kama miezi 4 hivi nyuma imepita. Okay. Miezi 4 mitatu ya. Na ni kweli anamlipia kodi pateni, sio? No comment. No comment. No comment. No comment. Sijui. Yaani hivi kaviruhusu yeye watu wajue. Mimi sikuwa na shida yoyote, wala mimi kama mnavyoniona niko hivyo hivyo, ni mpole, siwezi kugomvi. Yeye ndo alinifuata ofisini na akafanya alivyofanya. Kwa sasa hivi amani. Hapana, kesi bado iko kituoni. Lakini mwanao yule Zuu. Sijakataa. Kwani mimi nimekataa? Ndio, na mimi nilikuwa namheshimu sana kama dadangu. Lakini tulipofika ndo hapo. Na kama ulienda kweli? Wewe habari za kama umezitoa wapi? Nasikia kwamba si ulienda kama mara nyingi sio mtu akutokea kwenye shughuli za Masha akakupigia simu mkasema bana tunaenda kama na nini Ila watu wanajua kuyatafuta. Mimi nilienda kusapoti kazi za dadangu na nilikuwa na mheshimu kama dadangu. Na nilisafiri kweli, mimi Kandaziwa ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo nilisafiri, by the way alikuwa na show, niliona nikamsupport kama dadangu. Kwa hata yeye dana anisapoti kazi zangu. Okay. Anakusupport kazi zako. Ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye ofisi yako. Unafikiri kwa nini ilifikia sija kuja ofisini kwako na kufanya mambo tunasikia kwenye mitandao ya kijamii? Sijajua, either ni hasira au alipamplishwa na watu maneno ya kuambiwa, alishindwa kuyachuja mwenyewe, labda. Kwa mimi sababu sijui. Ni kweli alipofanya hivyo kuna vitu vyote ambavyo ameharibu kwenye ofisi yako labda maybe? No, kuna vitu vyangu tu nimepoteza. Lakini unaonekana kama na wewe unampiga vita Masha. Mbona Masha ni mpole sana? Mimi sasa nampiga vita kivipi jamani, wakati kwa sababu mara nyingi Masha unajua Masha ni mtu mwenye upendo sana na anapenda sana kujitoa kwenye vitu vya watu. Inakuwaje wewe uongee maneno kama hayo? Akati unasema kabisa ni mtu anayesupport harakati zako. Kweli Masha anaweza kufanya kitu kama hicho? Ndio maana nikasema kesi ipo kituoni, kama amefanya kweli itajulikana na kama hajafanya itajulikana. Kwa hapo unaweza kumpigia hata simu mkazungumza? No. Siwezi. Kwa namba pateni? Hapana, mimi sina mazoea naye kabisa. Sasa kwa nini useme kwamba ana ukaribu na pateni? Mimi sijasema, yani sijaelewa hizi situations zilipotokea, sijaelewa kabisa. Aliyesema nani? Hapo sasa ndo sijui. Yeye sasa ndo alitakiwa aseme hizo habari amezitoa wapi mpaka kuja kuniambia. Nataka unadisi alivyokuja, cha kwanza alifanya nini na akazungumza nini? Kwa sababu unajua labda pengine ni jazba. Mimi nataka uniambie mkanda mzima ulivyokuwa. Ulikuwa uko na wateja au ilikuwaje? Lakini mimi nilishajibu na ndio maana wewe umeamua kuwa hapa. Ni kwa sababu ya ile clip iliyotembea. Nilishajibu kuwa alinifuata ofisini, akaniambia na maongezi na mimi. Nikatoka nje, nilivyotoka nje alichukua jukumu la kuniambia mimi nipande kwenye gari yake. Nilipopanda kwenye gari yake akalock milango ya gari. Ndio alipoanza kunifanyia fujo. Akaniumiza, niparua makucha, kuna vitu vyangu nimepoteza. Baada ya hapo nilipata nafasi ya kuwatumia message watu wangu ambao nilikuwa nimekaa nao mazingira ya ofisini. Wakaja kwenye gari, wakagonga gari, mwisho akafungua, alivyofungua hivyo akaamua ugomvi uliokuwa unaendelea. Then yeye akaondoka. Alivyoondoka mimi ndo nikaamua kwenda kituoni.
Ndo kilichotokea. Ndio kilichotokea. Yes. Lakini Masha ni mtu wa watu sana. Unafikiri labda kwa nini mimi sijai kusikia Masha amegombana na mtu kirahisi rahisi. Wewe labda ndo wa kwanza labda. Wewe utakuwa umfuatilie. Utakuwa umfuatilie. Maana hata kwenye comment za watu nimeona watu wengi wanasema ndo kawaida yake. Kwa mimi ni mpole, kugombana siwezi. Ningekuwa ni mkorofi hata ile gari yake nilikuwa na uwezo wa kuivunja. Au na mimi nikamrudishia kwa namna yoyote, au nikamtia hasara kwa kitu chochote, lakini siwezi ugomvi. Yaani mimi ndo nilivyo. Na sina sifa ya kugombana, ugomvi, sio nikarushiana na watu ngumi, wanawake wenzangu, sina sifa hizo. Kwa hiyo kilichotokea mimi, familia yangu ndo ilijisikia vibaya. Wa kwanza dada yangu ndo kama hivyo ulisikia sauti yake, na yeye pia alijisikia vibaya, akaona na yeye aongea kwake. Hivyo mimi nikaenda zangu kituoni. Lakini hapo wale mlikuwa ni marafiki, mnazungumza mawili matatu, mnakaa mnashauriana mambo ya biashara, sio? Hatujawahi kuwa na private wala urafiki wa kupigana story kiasi hicho. Zaidi ya support tu, mimi nikiona simu yake najua ni kazi, mimi akiona simu yangu atajua ni kitu maalum ambacho namtafuta. Yaani hatujawahi kuwa na ukaribu wa kushare story kiasi hicho. Okay. Tuliekeana distance kidogo, mimi ndo maana nikasema kuwa nilimheshimu kama dada yangu. Okay. Sababu hatujawahi kuvuka mipaka nje na kazi. Okay. Watu wote ambao wako naye na ukaribu hakuwafuata, lakini alikufuata wewe. Ina maana sasa huo uzushi wa kwamba pengine ana ukaribu na Dogo Paten, huo uzushi kwa nini ulengwe kwako kwamba wewe ndio ulikuwa unaueneza? Cheni ni ndefu. Kwa no comment kwa hilo. Cheni ni ndefu sana. Tueleze kwa sababu unajua kuna watu wanaweza wakachukulia labda kwa nini watu wote wasiwafuate akawaletea vurugu wa kufuate wewe. Yaani kwamba Masa labda hana akili timamu. Kwani ashikwe na sira kufuate wewe. Na wakati wewe unasema kwamba alikuwa ni mtu wako karibu, mnashirikiana na support biashara yako. Ina maana mshakuwa na bondi hapa moja kati yako na yeye. Inawezekana aliona mimi ndo mnyonge wake.